Moja ya watu ambao wanahitaji maombi kwa kiasi kikubwa sana ni Mwijaku, ambaye sasa hivi hali ambayo anaipitia sio poa kabisa. Kuna watu wamekuwa wakimuona Mwijaku sasa hivi ni kama vile amesahau, anaenjoy, anaendelea kutangaza biashara na vitu kama hivyo, lakini anapitia hali ngumu sana kwa kutokana na yale maamuzi ambayo mke wake kwa sasa hivi ameamua kuyachukua. Kumbuka, huyu ni mwanamke ambaye na Mwijaku ameishi kwa muda mrefu sana, ametengeneza future kubwa sana. Sasa balaa lilipokuja kuanza ni pale ambapo inasemekana mke wa Mwijaku amefanya maamuzi mazito ambayo inasemekana kama kutakuwa kuna possibility ama uwezekano wa kurudiana, basi kwenye 100% ni 0.5. Kipi hicho ambacho mke wa Mwijaku ameweza kuamua? Ni bara zito zaidi. Niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nakupa updates zote kuhusiana na zile trending issues zote ambazo wewe una deserve kuzipata. Kwa hiyo point ya msingi kama kawaida, najua unaweza kaa ulikuwa bado hauja-subscribe. Ukicheck chini ya hii video hapo kuna neno limeandikwa subscribe, ufanya kulibonyeza. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho wewe utakomeza kitazama katika hii video. Kama kawaida, mimi ni Gabby Official na hii ni Bongo Vibe channel namba 1 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile zote exclusive basi unakuwa unazipata hapa hapa on time kabisa. Tumeshuhudia ni muda sasa tangu Mwijaku ameweza kuachwa na mke wake, ama mahusiano yake yameweza kuvunjika. Kwanza tunafahamu ilikuwa ni ngumu, yani kiufupi ilikuwa ni ngumu sana kwa watu wengine kuamini kutokana na jinsi ambavyo Mwijaku alikuwa anampigia promo mke wake kipindi ambacho wapo kwenye mahusiano. Ni kama vile wameshafungaga pingu ya kwamba tayari wana ahadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba hawatakuja kutengana na hakuna yote mwenye uwezo wa kutengana na mwenzake ama kumwacha mwenzake. Kitu ambacho sasa hivi ndio kinachomuumiza Mwijaku kwa kiasi kikubwa sana. Ilikuwa kama masiala tu, na sababu nyingi sana ambazo zimekuwa zikisema kwamba ndizo ambazo zimepelekea mke wa Mwijaku kuweza kuachana na Mwijaku. Lakini sasa picha linaanza ni kwamba kumbe bwana, ili sakata lina muda kidogo, ni takriban mwezi na zaidi tangu huyu mke wa Mwijaku ameweza kuachana na Mwijaku, lakini taarifa zilikuwa zimefichwa tu wakati Mwijaku alivyokuwa anajaribu kutafuta namna ya kuweza kulimaliza hili swala kimya kabla halijaja public, kitu ambacho mambo yalivyoharibika ama yalivyoshindikana, ndipo ambapo tulikuja kuona kwamba hali halisi iliyokuwa inaendelea, Mwijaku alikuwa ameachana na mke wake. Lakini kumbe ni swala ambalo tayari Mwijaku alikuwa nalo moyoni mwake kwa muda sasa, ila baada ya kuona kwamba suluhu imeshindikana, akaona so kesi bwana, ngoja aweze kuexpose on public, ni mwisho wa siku watu wajue tu, kwa sababu ingefika time watu wangeza kuja kusanuka na kuona kwamba okay, mambo hayaendi hivyo. Lakini pia kitu kingine ambacho kilikuja kufanya hii swala likaweza kukaa public ni kwa sababu tunamfahamu Mwijaku alikuwa ni mtu wa sifa nyingi sana, kumsifia mke wake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ulivyokuja kuona kwamba mambo kama haya yameweza kutokea, ilikuwa ni ngumu sana kwa yeye kuweza kuficha, ila hali tunafahamu ameshazoeaga kuweka mambo yote public. Sasa pigo kubwa ambalo Mwijaku ameweza kulipata kutoka kwa mke wake mpaka sasa hivi ni inasemekana kwamba mke wa Mwijaku bwana tayari yupo kwenye mahusiano mapya. Yani tayari yupo kwenye process za kuhakikisha kwamba sheria za dini zinavyoruhusu, I think kama siku 30 hivi zikipita, basi anakuwa free kabisa kuweza kufanya mambo mengine. Ijapokuwa mengi yanasemwa kuhusiana na hilo, ila kwa wale wataalamu wanasema kwamba baada ya siku 30 atakuwa free, na ndicho kitu ambacho anakisubiri kwa sasa, ili kuhakikisha kwamba anakuwa huru kuingia kwenye mahusiano mengine kabisa bila shida yoyote. Sasa hili linaonekana kuwa pigo ambalo huenda likaenda kumfanya Mwijaku akageuka na kuwa crazy kabisa, kwa sababu tunafahamu the way Mwijaku alivyokuwa anampenda huyu mwanamke, sifa nyingi sana, kumsifia vya kutosha na vitu kama hivyo hapo hivi. Bila shaka maisha Mwijaku anaweza kwenda kubadilika kwa kiasi kikubwa sana, na pengine kama asipopata mwana saikolojia ambaye ataweza kuwa naye karibu sasa hivi kumpa ushauri na vitu kama hivyo, huenda tukaenda kushuhudia mambo yakabadilika kabisa na hali ikawa tofauti kabisa kwa upande wa Mwijaku. Sasa comment yako ni ipi kuhusiana na hiki? Ni vema na ni sahihi na ni haki kwa hiki ambacho inasemekana mke wa Mwijaku sasa hivi amekiamua kwamba mapema tu hivyo ameachana, alafu yeye anaenda kuingia kwenye mahusiano mengine? Au nadhani kwamba ilibidi asikilizie kwanza, akae muda mrefu kidogo, alafu mambo yakishatulia kidogo, basi yeye ndio aweze kuja kufanya maamuzi ya kuanza kuanzisha mahusiano mapya? Ijapokuwa tunafahamu ni mambo fulani hivi ambayo yako personal, lakini comment yako ikihusika hapo chini ndio kometisha sana. Ila muhimu zaidi, usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwa yale ambayo yatakuwa yanajiri huko mbele.